Maridhiano yanapogeuzwa kuwa wito wa kusema songa mbele, badala ya kuamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi juu ya madai ya msingi waliyoyatoa na tahadhari walizozitoa awali, na matokeo yake serikali na vyombo vyake vya dola vikaunajisi uchaguzi na kujitangazia matokeo batili kwa makusudi, kufanya uhalifu wa kisiasa uliopelekea mauaji ya raia na uharibifu wa mali. Wito huo wa maridhiano ni wa kupumbaza na hauna ukweli nyuma yake. Maridhiano bila kukiri makosa na kuwajibisha waliotenda makosa, hapo maridhiano hugeuka kuwa aina ya ukandamizaji wa kumbukumbu wa mambo yaliyotokea. Watu wameuawa kwa maelfu, watu wamekuwa vilema, wamesingiziwa kesi za uongo, za uhaini. Taifa linaomboleza kwa machozi ambayo mpaka leo hayajakoma. Kama chama tulishauri kuwa ni vyema familia za wote waliouawa na kupata vilema zipewe fidia kama sehemu ya kuonesha kujali utu wa mtu, lakini watawala dhalimu wamepuuzia. Halafu leo unaita maridhiano. Tunafahamu haki si kulipiza kisasi. Haki ni kurejesha utu wa waathirika na imani ya wananchi katika taasisi za dola. Bila uwajibikaji wa waliohusika, iwe ni kupitia vyombo vya haki, tume huru za ukweli au marekebisho ya taasisi, maridhiano hubaki kuwa kauli ya kisiasa, si mkataba wa kijamii. Chadema tunaendelea kuomboleza nanyi wa Tanzania katika huzuni tuliopitia wote, na tutaendelea kuwapa faraja na matumaini kuwa iko siku itafika, hakika kila uovu, ukatili na hila itawajibishwa na haki kwa haki, na taifa litafikia kilele cha furaha na maendeleo ambayo tunayasubiri kwa muda mrefu sana. Chadema, chama chenu, hakitakuwa tayari kwa maridhiano yenye kupumbaza, kuhadaa, yenye ulaghai na yenye kuondoa taifa kwenye ukweli na haki. Kamwe hatutawasaliti wa Tanzania.